Kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kikionekana katika njia ya haki. Sio kichwa chochote chenye mvi mfano wa vichwa vya kina mzee Butiku. Hovyo kabisa mzee wewe, hovyo kabisa. Siku chache baadaye akatokea askari mmoja akawa na mawazo yake na akasema hata kwenye jeshi kuna mgawanyiko. Ndio baadaye nikaja kwamba akasema mgawanyiko huu uko kila mahali. Wanasema kuna makundi ya aina mbili. Kuna wale wanaokwenda mstari wa mamlaka na ndio wenye nguvu, ndio wanafanya mambo yao. Kwa hiyo polisi wanaoamuliwa fanya hivi. Lakini kuna wengine wanasema tunachofanya sio sahihi, lakini hao wanaogopa kusema waziwazi. Wanaogopa, na nimeambiwa wanaogopa kwa sababu mbili kubwa. Moja, wanaogopa kupokea ajira. Kama wakisema wanaweza kuachishwa kazi, na wanasema kuna wengine wameachishwa kazi kwa sababu hii. Lakini pia wanaogopa, wanasema ukisema unaweza kutekwa, unaweza kupotea, kuna hofu. Lakini serikali ikubali, imechangia sana kwenye hali hii. Kwa haya niliyoeleza, maana ilifanywa na serikali, ndio imechangia. Lakini ikisema kitu, huo ni upotoshaji. Na kwa sasa hivi kwa kweli lugha inayotumika sio ya kuangonisha watu. Na ukiona viongozi ni kama wameacha ushawishi, wameacha, ni kama sasa wameachia polisi ndio inatawala. Utaona polisi inatoa matamko mengi ya aina ya kisiasa, lakini wanaitoa kwa njia kama ya kutisha. Usipofanya hivi utashughulikiwa kwa msingi wa sheria. Yani sasa hivi ni kama polisi ndio inatawala. Sio umeona matatizo haya makubwa yote tunayoyazungumza haya. Umepata kusikia kauli za wakubwa? Ni kama wanakwepa. Hawa ndio wanaleta matatizo. Katika Mithali 16 mstari wa 31 imeandikwa kusema, kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kama kikionekana katika njia ya haki. Kichwa chenye mvi mfano wa hiki cha mzee Warioba ndio taji ya utukufu. Lakini kichwa chenye mvi kuanzia kwa wazee kama Butiku na the rest, yani wazee wengine wote waliobaki Tanzania, hususan ndani ya chama cha miuaji, chama cha mishetani, hao ni moja kati ya wazee wa hovyo. Ukisikia hata wajinga uzeeka, basi sisi kwenye nchi yetu tuna wazee wa hovyo, hususan ndani ya chama cha miuaji, chama cha mishetani. Humo ndo hamna mzee hata mmoja, mzee mwenye sifa ya kuheshimika. Humo kwenye chama cha mishetani, chama cha miuaji, humo kuna mizee ya hovyo. Hiyo ukisikia hata mataira, hata mijinga uzeeka. Butiku ni moja ya mtu ambaye alikuwa anaenda vizuri, lakini kauza uzee. Inawezekana kabisa ni kwa vipande 30 vya fedha. Kauza uzee. Inawezekana alitishiwa kifo. Kwa miaka hiyo ambayo Butiku umeshaishi, hata ukiuawa, mbona ungekuwa ushujaa sana? Umeuharibu uzee ulioujenga kwa miaka mingi. Na sasa kama unakufa kama lizee la hovyo. Watu kama akina Warioba, ni kweli kwenye kipindi ambacho Butiku unapush umwagaji wa damu kuanzia 2000 wa wazi, kuanzia Oktoba 29, kwa sababu wewe ndio uliyesema
ulianza kupush simi uchaguzi ifanyike, ukaanza kusema vitu vya kijinga, kukataa, kudhalilisha uzee unavyotaka. Mzee unatakiwa jambo la haki unabaki nalo, ni afadhali unyamaze, ni afadhali unyamaze. Naamini mzee Butiku, we unaelewa. Una miaka mingapi sasa ya kuishi ambayo ilikuwa lazima uishi hata kama ulitishiwa kuuawa? Nina hakika kijana Polepole alikuwa akikuheshimu, alikuwa wataji majina wazee wangu, lakini ndio ambao mlikuwa pamoja naye kwenye mchakato wa katiba. Nina hakika kabisa ulikuwa ni mzee ambaye ulionekana wakati wote ni kama dhambi unaiita dhambi, baya unaliita baya, mchakato haramu unauita haramu. Butiku, umepoteza thamani ya uzee. Mtu ni utu, mtu ni ukweli ambao anasimama nao. Ni afadhali unyamaze kuliko ukatae utu. Lakini zaidi sana, uzee ni utu. Kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kikionekana katika njia ya haki. Sio kichwa chochote chenye mvi mfano wa vichwa vya kina mzee Butiku. Hovyo kabisa, hovyo kabisa mzee wewe, hovyo kabisa. Alafu sasa hivi baada ya mauaji ya chama lako, chama cha mauaji kuua hivi, ndo naanza kusema vimaneno. Ulishapoteza umaana wa kusikilizwa. Huenda ndo wanaweza kuweka kwenye hicho wanachoita maridhiano. Ulishapoteza umaana. Inawezekana Warioba wamemtafuta akae kwenye hicho kinachoitwa maridhiano, sababu inawezekana ndo waliowaita. Polepole sasa mwishawaandaa. Warioba kwa speech hii aliyoitoa hapa, anaonyesha hawezi kusaliti utu. Maridhiano hakuna naye kataa, lakini nani nakufahamu kuridhiana? Nani nafahamu kutubu? Hakunaga kutubu kunako kuacha kwenye nafasi uliopo. Kutubu siku zote kulimuondoa mtu kwenye nafasi aliyopo. Ndipo utakuta mlipata madaraka kwa ajili ya nini? Mlikuwa na hamu tu ya kuua? Kama mnataka maridhiano kabisa, yana kitu cha kwanza kabisa, lazima ustep down, lazima utoke. Yani watu wote ambao waridhia kwamba nimekosea, ingawa nyie mnasema sui mmekoseana, nyie mmeshaua watu pasipo na hatia kwa siku nyingi sana. Mmeshaua watu pasipo na hatia kwa siku nyingi sana. Leo hii mnasema sijui hao watu walishawishiwa, walisukumwa na wanaharakati. Watu wamesukuma. Wewe watoto wako wangeuawa, wewe mke wako angeuawa, mume wako, wazazi wako wauawe, wawekwe gerezani kwa mateso, kwa kusingiziwa. Unafikiri ungekaa wewe? Mnajizima data, mnajifanya hamjui haki ni nini. Unakuta lizee kama Butiku, unakuja bado natoa mipovu, unafikiri bado na maana ya kuongea. Kaa sasa ndo ufe vizuri. Biblia inasema itakufaidia nini kupata ulimwengu wote ukapoteza nafsi yako? Mzee Butiku, umepoteza nafsi yako. Umepoteza umaana wa uzee. Umeingia kwenye orodha ya mizee ya hovyo tulionayo Tanzania. Mzee ambaye kabaki hasa kwenye lichama la mauaji, ambaye kabaki ni mzee siku zote ukitaka ongee ataongea haki, ni Warioba. Inawezekana sio tajiri, inawezekana hapati vipande 30 vya fedha, lakini huo ndio utajiri. Mzee Butiku, ulisaza nini duniani? Umesaza nini duniani? Ukaukataa uzee wako, ukaingia kuwa sehemu ya kampeni ya kishetani, mpango wa kishetani, kundi la kishetani, makusudi ya kishetani. Na umegeuka sasa, ukitembea inaonekana ni shetani fulani lizee. Naongea hivi, mzee mwingine yoyote uitafute thamani ya uzee. Nchi yetu ilipo, ukimsikiliza mzee Warioba,
Nchi yetu ilipo inahitaji kugangwa, inahitaji ukombozi. Mimi mwanangu ameuawa mwaka 2022 mpaka nakufa. Kidonda ni kibichi, ni cha aina moja. Sioni maana ya kuishi vinginevyo. Kama kuishi kwangu, Mungu anatumia haya ninayoyasema, atakuja kuleta ukombozi, na pengine tutakuja kupata insurance ya kuwa hai, ya kuishi kwenye nchi yetu, haki ya kuishi, kwa sababu ndicho kitu pekee kwa sasa nacho kimepokwa. Akina Mwigulu wanazunguka huko na kule, wanalalamikia mali, anatembelea mali zilizoharibiwa nchi nzima. Hawezi kutembelea jirani yake aliyeuliwa mtu wake, hawezi kutembelea watu waliouliwa, kwa sababu wanasema tu mali, wanatuonea wivu kwa ajili ya mali. Wanaonea wivu kwa sababu ya uhai wa watu. Mali mlishakula miaka yote, kuleni mnavyotaka, lakini waacheni watu wawe hai. Nyoka nyie, waacheni watu wawe hai. After all, mali mnayoipata haifanani, haina uzuri wowote mkiwa mnaua watu. Na kwa bahati mbaya, mnachokijua, uwezi ukatubu, uwezi ukaja kusikia raha mpaka umeachia kinafasi ulicho nacho, na pengine utapata na malipo ya auaye kwa upanga atakufa kwa huo. Mijitu ambayo tumewaonya siku zote, tumewaonya wakati wote, ya kwamba mnakokwenda mnaenda kuandikisha historia mbaya ya vizazi na vizazi, kuingia kwenye kikundi cha watu waliotesa na kuua zaidi watu wao. Mzee yeyote uliyezeeka, sasa hivi nataka nikujulishe, uwe ni moja kati ya lizera hovyo uliyemo kwenye nchi yetu, hasa mizee iliyo ndani ya chama cha mishetani, chama cha mashetani, chama cha miuaji. Hata kuna watu wanasema sijui akina Majaliwa, sijui akina Pinda, sijui akina Philip Mpango. Hamna kitu, hamna mzee wala hamna mtu ambaye kwa uzee ni lazima uonyeshe msimamo wako. Hili hapana, sema waziwazi. Jambo ambalo sio sawa, sema waziwazi. Hongera sana mzee Warioba, hongera sana, umetendea haki uzee wako. Safi sana, safi sana, safi sana bwana. Yani mimi ni moja ya mtu niye kwenye mateso makali sana. Mimi ni moja ya mtu ambaye wachungaji na wahubiri wenye umaarufu kama wangu wamejipatia mali nyingi sana. Mimi naishi maisha ya kuungaunga na kwa taabu kubwa sana, lakini nafurahia jambo moja, nimetendea haki kuishi. Utajiri wangu ni usahihi wa niliotakiwa kusema na kufanya. Najiona mwenye fahari, na maeneo mengi nikutana na watu wanaonifahamu, wananitazama kama moja ya mtu wa maana zaidi miongoni mwa watu wa maana wanaoishi na waliopata kuishi. Sijakutana na mchungaji au askofu ananidharau tukionana moja kwa moja hivi. Anaweza akanitukana akikaa kwenye kundi la machao wenzake au katikati ya misukule, lakini tukikutana yeye mwenyewe anasema salamu masihi wa Mungu. Mtu ni utu, mtu ni usahihi walilotakiwa kufanya. Narudia tena maliza kwa hilo. Hongera sana mzee Warioba. Speech yako hii imeonyesha uhalisia wa moyo wako. Asante na hongera kwa kunisikiliza. Mbaya hujamsikiliza Warioba, nikuwekea kipande chake. Enjoy. Kwa kawaida wanaweza kuangalia mambo, tutaijaji kwa kuona idadi ya watu waliokufa, maana ni kubwa. Na ukiona kwa miaka kama miwili vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae kuja kusimamia mchakato wa uchaguzi
uwe huru, haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja, kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza, walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi, kwa sababu ndio wametumia zaidi. Nini waliandaa? Na hiyo ndio inatakiwa kuweza kujaji kama nguvu iliyotumika kwamba inafanana na mazingira. Hapa unashughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa, wewe una bunduki na risasi unaua. Sasa watangaze, ndio tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili. Mimi nadhani hali ni tofauti, hali ni tofauti. Maana unaona waliouawa, ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figures zinazozungumzia sasa, hawa waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Hivi hawa polisi, hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa? Hawa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, hakuna yeyote, ama viongozi, hakuna hata mmoja ambaye ndugu yake ameuawa. Mheshimiwa Warioba, umenukuliwa kabla ya uchaguzi mkuu ukionya jeshi kuhusishwa na masuala ya siasa. Na bado ni msimamo wangu, Nilipozungumza mwezi Disemba mwaka uliopita baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, na nikisikia walivyokuwa wanaandaa wanajeshi, nikasema tukihusisha vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa tutapata matatizo. Na specifically nikasema jeshi la ulinzi lisije likahusishwa kabisa katika siasa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo hivi kuhusishwa na siasa, lakini kubwa zaidi kwa vyombo hivi kuhusishwa kwa siasa vimegawanyika. Ndani ya vyombo hivi kuna mgawanyiko mkubwa. Mimi walikuwa wananiambia kwamba kuna mgawanyiko ndani ya polisi, walikuwa zaidi wanazungumza juu ya polisi. Mimi sikuamini sana ulivyoona. Lakini siku moja mwezi Septemba nimetoka hapa na kwenda ofisini kwangu. Nimefika pale St. Peters kwenye mataa yale. Pale kulikuwa na askari wawili wa traffic. Askari wawili wa traffic wanaongoza magari. Sasa wakati tunapiga kona, unakwenda kwa taratibu, askari wale wakaniona. Watu wawili wakapiga saruti. Yaani mmoja akatoa ishara tusimame. Kwa hiyo nikamwambia driver wangu tunapiga kona pale, tafute mahali apark. Kwa wale wanaofahamu mahali pale St. Peters, ukipiga kona ile unaingia Hele Sarasi. Pembeni pale kuna watu wanafanya kazi ya kuuza maua. Kwa hiyo tukaenda tukasimama pale. Wala askari wote wawili wameacha kuongoza magari, wamekimbia wamekuja kwangu pale. Wamefika, wamepiga saluti, wamenisalimu na bila hata kuchelewa wakasema, "Mzee, tunashukuru tumekuona. Tunaomba msaada wenu nyinyi wazee." Nasema wakati wote huu tulikuwa tunafanya kazi bila ubaguzi wa dini, bila ubaguzi wa kabila, lakini sasa siasa imetugawa sana. Tunafanya kazi kwa mazingira magumu. Sasa tunaomba msaidie ili hali irudi kama ilivyokuwa wakati wenu. Na wanazungumza ndani ya gari na driver wangu na msaidizi wangu, na pembeni pale kuna watu wanauza maua, wote wanasikia. Yaani ilinitisha kwamba askari hao wanaona wamepata nafasi ile
bila hata kujali nani anasikia. Wamesema hivyo. Nilipokuja nilimwambia mama, nikasema mama, nimeogopa sana. Ukisikia kuna mgawanyiko katika chombo kinachotulinda, unakuwa na wasiwasi.